Na kesho mtu akisema ni tarehe 13 nataka kufunga ayyamul bidh, atakuwa amefanya makosa. Kwa yule mwenye kufunga ayyamul bidh tumwambia funga tarehe 14 na tarehe 15, naongeza siku moja tarehe 16. Ama kufunga kesho kwa sababu ni tarehe 13 ayyamul bidh, utakuwa umeangukia haramu. Sikiza semaje Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, asema salawatu rabbi wa salamu alayhi katika hadithi ya kwanza, naha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an sawmi yawm al-fitr wa yawm an-nahr. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam amekataza watu kufunga siku ya Eid mbili, iwe ni ya fitri au iwe ni ya nahr. Bali alipokuja akagusia katika hadithi, asema salawatu rabbi wa salamu alayhi, mmoja katika masahaba Ummu Hani aliingia kwa sahabi Abdullah ibn Amr. Alipoingia kwa Abdullah ibn Amr akamkaribishia chakula, amefunga tarehe 13 kwa sababu ni ayyamul bidh. Ayyamul bidh ni zile siku ambazo kuna full moon, watu hufunga siku tatu, tarehe 13, 14 na 15 ya kalenda. Sasa huu sahabi ampokea mwanawe amekuja amesema mimi nimefunga. Faqala kula mwanangu. Faqala inni saim, mimi nimefunga. Faqala Amr kul. فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها. hizi ni siku ambazo Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa akituamrisha tuwe ni wenye kufuturu na tusifunge. Na katika hadithi nyingine asema fi Musnad Imam Ahmad, qala sallallahu alayhi wasallam, man kana saiman falyuftir fa innaha ayyamu aklin wa shurb. Ikiwa kuna mtu ambaye amefunga siku hizi, basi mwambie awe mwenye kufungua na asifunge siku hii, kwa sababu ni siku ya kula na kunywa.